Mara nyingi tanzi ya mauti ya kabla ya wakati inawashambulia sana watu waliobeba kusudi. Tanzi ya mauti ya kabla ya wakati inawashambulia sana watu waliobeba kusudi, ili lile kusudi, ili ule mpango usitimie. Tuliangalia asubuhi kwenye Mathayo 2 ule mstari wa 3. Biblia inasema Herode aliposikia ya kwamba amezaliwa mfalme wa Wayahudi, Biblia inasema alighadhabika sana. Lakini Mathayo 2 ule mstari wa 13, Biblia inatuambia sio tu alighadhabika sana, lakini akaweka mkakati wa kuua kusudi la Mungu lililobebwa na Yesu Kristo. Akaweka mkakati, akaweka mpango wa kuhakikisha kila mtoto mwenye mwaka mmoja mpaka miaka miwili katika Bethlehem atauawa. Kitu gani kilikuwa kinapigwa vita? Kitu gani kilichokuwa kinauawa? Kitu gani kilichoachiliwa tanzi ya mauti ya kabla ya wakati? Ni lile kusudi, ni ule mpango aliobeba Yesu juu ya ulimwengu. Inawezekana unajiona mtu wa kawaida, lakini katika ulimwengu wa roho wewe si wa kawaida. Umelibeba kusudi. Kunao mpango uliobeba, naye adui ana mikakati ya kuhakikisha hilo kusudi halitimii. Ana mikakati ya kuhakikisha huo mpango hautimii. Lakini tunatangaza leo, tunatangaza wiki hii, hatutakufa bali tutaishi. Tutangaze wema wa Bwana katikati walio hai, ili julikane ya kwamba yuko Mungu anayeishi. Oh, haleluya!